Kanisa hili tunaliweka chini ya ulinzi wa Mtakatifu Baba au Masihi. Chini ya ulinzi. Baba huyu aliweka kuwa kiongozi wa kanisa kuu Katoliki tangu tarehe 21 Juni 1963 na akafariki tarehe 6 Agosti 1978. Alidumu miaka 15 ya kuliongoza kanisa. Kwa nini tulimchagua Baba? Tulikaa kujadili na kamati. Sasa sisi kama kamati tendaji, kamati ya mchungaji na msajili, tukaona tumchague Baba au msimamizi wa kanisa, na tuna sababu ya kwanza kabisa ni kwamba huyu Baba katika uchungaji wake alikuwa ni Baba Mtakatifu wa kwanza ulimwenguni kuja kulitembelea bara la Afrika, na alikuja nchi jirani Uganda na akafanya ziara yake ya uchungaji tarehe 31 Julai mpaka tarehe 4 Agosti mwaka 1964, akiwa na mwaka mmoja tu wa upako, na ndiye aliyekuja kuwatangaza watakatifu mashahidi wa Uganda. Alifunga sasa, bila shaka alihusika katika mchakato, hata kama labda hajawa Baba Mtakatifu, kwa sababu ndiye aliyekuwa katibu mkuu wa Baba Mtakatifu Yohane wa 23. Huyu alikuwa katibu wake, na kama ilikuwepo mchakato kwa vyovyote vile alihusika. Huyu pia alihusika kikamilifu katika kuandaa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani. Alikuwa na uelewa. Tumemchagua tuchukue tabia yake ya kwanza ya umisionari kutoka nje ya eneo lako na kutambua umuhimu wa umisionari wako, umuhimu wa uhekalu, ukanisa wako, umuhimu wa utakatifu wako kuupeleka kwa wengine wanaohitaji. Ukiwa mtakatifu binafsi haina faida. Toka utakatifu unabewa mahali mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi ndiye anayekutoa. Ni wakwake wewe Yesu. Ondoka wapelekee kwa maneno yako, kwa matendo yako, kwa huduma yako na kwa maisha. Baba alikubali kuja Afrika baada ya mwaka mmoja wa kuchaguliwa kwake, na akakubali kuwatakatifuza mashahidi wa Uganda. Vitendo tuliige kama Mungu kwenda nje ya dunia, nje ya kanisa, tukiyatambua mahitaji pia ya kanisa mengine ndani ya jimbo Katoliki la Msamaha, ndani ya parokia hii, kutambua jumuiya na hata kuwatambua watu ambao wanahangaika kumkimbilia utakatifu na watu wa kanisa. Tumemchagua Baba wa Mtakatifu kuwa msimamizi wa parokia yetu hii kwa sababu alitumia akili yake na maamuzi yake makubwa ya uchungaji, makubwa sana ya uchungaji, kwa kuweka fundisho kuu la kanisa kuhusu thamani ya uhai, maisha. Mwaka 68 alitoa fundisho kubwa sana linalohusu thamani ya uhai wa mwanadamu tangu kutungwa mimba mpaka kufa kwake. Hakuna mwenye madaraka ya kunyang'anya mwana, hayupo. Iwe ni serikali, iwe ni mtu binafsi, hayupo.
thamani ya uhai, zawadi ya pekee unayoungwa na kupewa bila kuchagua. Na hii ameitetea na hii imempeleka mpaka kuitwa mtakatifu. Ni mmoja wapo ya sababu kutetea. Aliandika tamko kubwa kabisa, uhai wa wanadamu, humanity, uhai wa wanadamu, wakati ambapo malimbuko na machimbuko ya utamaduni wa uuaji yalianza kuota mizizi mikubwa na kuchukua kasi kubwa. Ndipo yameanza mambo ya utoaji mimba holela, mambo ya uuaji, mambo ya kuzuia, mambo ya kutangiza, mambo ya kondomu, mambo. Huyu anasema hapana, kitu hicho hakina nafasi mbele ya Mungu. Mchakato wowote unaoingilia kati mchakato wa uumbaji hautakiwi mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya kiumbe yoyote aliyeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Baba umekazania mafundisho, tumemchagua ili awe msimamizi wa uhai wetu wote, akina mama, akina baba, tutambue umuhimu wa uhai na kama tusishiriki katika matendo machafu yanayoharibu hekalu la wanadamu, yanayoharibu hekalu hili na yanayoharibu hekalu lako wewe. Hakuna na sio wewe tu, hata taasisi zozote zisihusike katika uuaji wa mwanadamu yeyote, ziwe ni hospitali, iwe ni serikali. Huyu mama ametetea. Wewe ni nani uiangamize zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambaye amekupa bila kuacha? Kuna madhara. Na watu walioweka maombi maalum, waliopata mimba za mahangaiko makubwa sana, na wengine ambao wamehesabika hawawezi kuzaa, wamepeleka maombi kupitia maombi ya Mungu Mtakatifu na wamezaa. Walau wako wawili, wataalamu wanaambia kuna mimba zinatunga nje ya tumbo la mama. Mimba inatunga kwenye chini. Mimba inaenda pembeni, kuna mama. Ukienda kwa madaktari watakwambia chaguo, unataka mtoto apone au wewe upone, lakini hamwezi kupona, mtakufa, chagua. Sasa mama moja alipoambiwa hivyo na madaktari, yeye akasema sichagui lolote kati ya haya. Na wanasema kabisa mimba ile iko mbaya, na madaktari wanathibitisha. Shida yetu sisi hatuna reports, hatuoni. Maana hata tunapoanza kupokea watakatifu tunapata shida. Mtu anaibuka kama anasema nilikuwa naona nini na nini na nini, hamna uthibitisho wote wa madaktari. Wanasema nimeonyeshwa na mtu fulani, nimeonyeshwa na mtoto huko. Hakuna rekodi. Mtu anaibuka kama sisi mimba nilikuwa miezi 15. Hakuna rekodi wala ushahidi wala hospitali yote kwamba huyu kameenda kwenye miezi 13 ungekuwa ni mwisho. Sasa huyu madaktari wanathibitisha kwa kanuni yao, wakamwambia utakufa. Yeye akasema sita, nitamuomba Baba Mtakatifu au wasi. Anatoka kwanza na mwingine wote. Hii ni miujiza nje ya mtaa. Huyu baba ni mtetezi wa uhai. Kanisa tunapenda katika kutetea, sio